Ungana na mchambuzi wa siasa na habari za kimataifa Ibrahim Rahbi ili tuyaangalie yale hasa yanayoendelea huko Mashariki ya Kati. Ibra, habari za asubuhi. Nashukuru, habari za hapo studio. Ni njema, unaendeleaje Ibra? Nashukuru Mungu, kila kitu kiko sawa. Khamenei bado hajazikwa na tumeona kundi kubwa la watu wakitarajiwa kwenda kushiriki maziko ya aliyekuwa kiongozi huyo wa taifa la Iran. Pengine huyu anaweza kuwa miongoni mwa Waislamu wachache ambao wamechelewa kuzikwa. Tukiachana na kujua mgogoro uliopo kati ya Iran, Israel na Marekani, kuna sababu yoyote iliyofanya Iran wasifanye mazishi ya kiongozi huyo? Bila shaka Khamenei aliuawa mwanzo wa vita. Kwa hiyo hapa katikati kulikuwa kuna muda mrefu zaidi ambao nchi ilikuwa kwenye vita, na inaonyesha, nadhani ni kuhusu jamii hasa ya Shia, kwa sababu si kwa mara ya kwanza hili. Unakumbuka mwaka juzi 2024 wakati kiongozi wa muda mrefu wa kundi la Hizbullah alipouawa, Hassan Nasrallah, na yeye ilichukua muda, wakati wako kwenye vita hawakuweza kuzika mpaka pale vita ilipomalizika ndio wakaandaa maziko yake. Sasa hata huyu ni vile vile kuwa maandalizi ya maziko yake yameanza kuratibiwa hivi sasa, na hizi shughuli rasmi za maziko zimeanza, ambazo itakuwa kilele chake ni tarehe 9 ndio itakuwa kuzikwa rasmi. Na hata kwenye mazungumzo ya mwisho haya yalifanyika Doha, ambayo hayakuwa mazungumzo ya moja kwa moja kati ya Marekani na Irani, lakini yalikuwa yanapitia kwa wawakilishi, yani kati ya Pakistan na Qatar. Irani walitoa taarifa wakasema kuwa hawatoshiriki kwenye mazungumzo yoyote kwa hivi sasa mpaka pale watapokuwa wamemaliza maziko ya kiongozi wao mkuu ambayo yatafanyika tarehe 9, ndio watarudi tena kwenye mazungumzo na Marekani, ambao pia na yenyewe hawajathibitisha kama yatakuwa ni mazungumzo ya moja kwa moja. Kwa hiyo hivi sasa wapo kwenye hayo maandalizi, na kusema kuwa wamechelewa, naweza kusema kuwa hawakuwa kwenye nafasi hiyo ya maziko kwa sababu nchi yenyewe haikuwa salama. Kulikuwa kuna vita, na wanafahamu adui waliokuwa wakikabiliana naye kuwa ni adui ambaye anaweza akajaribu tena kulenga kitu kingine, ni adui ambaye anatembea nje ya sheria sana. Lakini katika hili la maziko bado maswali yamekuwa mengi, kuwa ikiwa mrithi wake ambaye ni mtoto wake ataonekana hadharani, na huenda ikawa ndio mara ya kwanza, lakini pia vyombo vya habari vile vinasema kuwa hatohudhuria kutokana na masuala ya usalama, lakini bado wengine wanahisi kama huenda alijeruhiwa wakati wa kifo cha baba yake, kwa hiyo hajaonekana toka alivyoteuliwa kuwa kiongozi mkuu wa nchi baada ya kumrithi baba yake. Na hili litaleta taswira gani hasa katika siasa, kwamba kiongozi mkuu wa taifa hilo ambaye pia ni mrithi wa baba yake kutoonekana hadharani? Hili lina maana gani katika taswira ya kisiasa? Bado itakuwa na taswira 2-3 ambazo zinaweza zikawa kwenye hisia za watu, ikiwemo kuwa huenda kweli alijeruhiwa. Maanake kumekuwa na taarifa tofauti za upande wa pili, ambazo wengine wanasema aliumia sana kwenye uso wake, wengine alikatwa mguu, wengine alikatwa mkono, kila taarifa zimekuwa hivyo. Na unafahamu kuwa tangu kutangazwa kwake yeye hajawahi kutoa hotuba ambayo moja kwa moja labda akazungumza. Ni hotuba zake karibu zote na maagizo ameyasema yamekuwa yakisomwa kupitia vyombo vya habari, yani si tu kuonekana hadharani, lakini hata kumsikia imekuwa ni aghlabu, imekuwa ni nadra sana, licha ya kuwa yeye ni sehemu ya maisha yake ambayo licha ya umri wake miaka 50 na kitu, lakini hakuwa mtu mwenye kusema sana au mtu aliyekuwa akionekana sana. Hata wakati baba yake alipokuwa kiongozi, yeye hakuwa kwenye hiyo nadharia. Sasa hili swala la kutoonekana au kuonekana, nadhani linabaki ni swala la ndani ya nchi, kwa sababu unafahamu kuwa adui wanayekabiliana naye ni Israeli, ambaye Israeli yeye huwa hajali kuhusu kuua, na kwa sababu hakuna sheria yoyote inaweza ikambana, licha ya kuwa sheria za kimataifa ziko wazi kuwa ni kinyume, lakini kuwa hakuna anayeweza kuwajibika. Na unajua tangazo la wiki moja iliyopita ambao lilizua mzozo pia mpya, wakati wawakilishi wa Iran wakiwa kwenye mazungumzo kule Doha, ni kauli iliyotolewa na waziri wa mambo ya nje wa Israel Katz aliposema kuwa
hata kiongozi mkuu wa Irani naye wamemweka kwenye mstari mwekundu ambayo kuwa watamuua wakati wowote. Hii kauli ilitolewa ambayo ilijibiwa na waziri wa kigeni wa Iran Araghchi, akasema kuwa itajibiwa kwa nguvu na kwa ukali zaidi ikiwa itakuwa vile. Kwa hiyo kuna hili swali la wasiwasi wa usalama, lakini hali yake ya kiafya bado pia ni maswali ambayo yanaulizwa kuwa je, hali yake ya kiafya ikoje? Lakini nadhani Irani walimchagua Khamenei kipindi ambacho walikuwa na uamuzi wa kuchagua wengine, kwa sababu walikuwepo pia na wengine, lakini waliamua kumchagua maanake kuwa anaonekana yupo, na si kama zile taarifa za awali, huenda labda alikuwa amejeruhiwa sana, hawezi kufanya chochote, au amekuwa useless, asiyeweza kufanya chochote. Lakini kitendo cha kumchagua tu si rahisi kwa nchi ambao wao walikuwa na taarifa kamili na mtu wanamuona, alafu wakaamua kumchagua kuwa huu awe kiongozi wetu, alikuwa wanajua kabisa hivi sasa hawezi kufanya lolote. Nadhani kuna shida tu nyingine tofauti na hiyo, ima swala la kiusalama au masuala ya kiafya au vyovyote itavyokuwa, lakini Irani wanafahamu kwa huyu mtu yupo na anaendelea vizuri. Kwa maana hiyo, kama hata wakati wa uhai wa baba yake Ayatollah yeye alikuwa haonekani, hii tunaweza tukaichukulia kama ni mbinu ya kivita kumchanganya adui, kwamba afikiri kwamba ni mgonjwa lakini kumbe ni mzima. Yote yanawezekana, siasa ya leo au siasa ya aina hiyo inawezekana, na aina ya adui wanaokabiliana naye inawezekana, kwa sababu nilivyozungumza kwenye swali lililopita kuwa Israeli huwa hawajibiki kwenye shirika lolote. Anaweza akafanya chochote kwa nchi yoyote na hakuna nguvu inaweza, na hii yote ni kwa sababu ya backup ya Marekani ambayo imekuwa ni kama kinga yake ya kumlinda na matukio yote yanaweza kutokea. Kwa hiyo tabia za Mujtaba, hata Wairani wenyewe ndani ya Irani wengi hawamfahamu Mujtaba, wanafahamu kuwa ni mtoto aliyekuwa kiongozi mkuu, lakini hakuwa aina ya watoto wa viongozi wengine ambao kuwa huenda labda walijijenga wakajitengeneza wakawa wana nafasi kubwa, wanajulikana, wanazungumza, wanatoa maoni, kwa sababu hakuwahi kushika nafasi yoyote ya uongozi katika serikali ya baba yake. Alibaki tu kuwa yeye ni mmoja wa watu wasomi wakubwa kwenye nafasi za juu kabisa za viongozi wa IRGC, lakini viongozi wa kidini ambao walikuwa kwenye nafasi kubwa sana, lakini hakuwa mtu ambaye alikuwa akionekana sana au akizungumza sana. Kwa hiyo hata Wairani wenyewe wengi pia hawamjui wala hawajui misimamo yake wala hawafahamu nini kinamhusu Mujtaba, lakini baada ya kuteuliwa kiongozi mkuu ndio wengi pia wanajaribu sasa kumfahamu kupitia hapo, lakini naweza kusema ameendeleza tabia yake aliyokuwa nayo, tabia ya kutoonekana, tabia ya kutojulikana au tabia ya kutokuzungumza sana. Ibra, ulimwengu umeshindwa kumwondolea Israel kinga ambaye ni Marekani, kwa sababu kama akifanya mauaji na yeye hawajibishwi kwa sababu ya Marekani ambaye ni kinga yake. Dunia imeshindwa. Tumekuwa kwenye huo ulimwengu kwa muda mrefu, na si tu kwa swala la mauaji, lakini uwajibikaji umeondoka. Israeli leo inawashikilia watu ambao dunia nyingine ingewashikilia, basi kungekuwa na kelele zingekuwa nyingi sana. Nitakupa mfano. Wakati wa vita ya mwaka juzi, Israeli walimkamata daktari Hussam Abu Safia. Huyu alikuwa ni daktari mkuu katika hospitali ya Kamal Adwan. Hakuwa na hatia yoyote, alikuwa ni daktari tu akihudumia wagonjwa ambao wamejeruhiwa kutoka huku na huku. Vifaru vya Israeli vilipoizunguka hospitali ya Kamal Adwan, yeye alitoka kujaribu kuambia kuwa mnaweza mkaondoka kwa sababu tunatibu wagonjwa hapa, wanaogopa hiki kitu. Basi walimchukua toka wakati huo na wakamweka gerezani mpaka leo, na taarifa nyingi hata za mashirika ya kimataifa pale zimetaja kuwa yuko kwenye kizuizi kibaya chenye mateso makubwa, lakini husikii uwajibikaji wowote kutoka sehemu yoyote ya dunia kuwa Israel anafanya vile. Lakini hata taarifa za mashirika kadhaa ya Umoja wa Mataifa zilithibitisha ndani ya Gaza kuwa askari wa Israeli walikuwa wakiwalenga kusudi kabisa watoto kwa kupiga risasi hadi za vichwani. Hii taarifa ilitolewa na madaktari wasio na mipaka wakati wa serikali ya Joe Biden, wakithibitisha. Madaktari 100 wa Marekani walikuwa wakifanya kazi ya Gaza walitoa taarifa kuwa jeshi la Israeli linapiga hovyo risasi na linapiga kwenye vichwa vya watoto, lakini husikii uwajibikaji wowote unaweza kutoka kusema kuwa hili jeshi liweze kuwajibishwa. Lakini bado inaonekana kuwa ndio jeshi lenye ustaarabu zaidi na lenye kupunguza zaidi. Lakini ni juzi Donald Trump anathibitisha kuwa Israeli hawawezi wakafanya operation yoyote bila kufanya mauaji. Wakati anazungumza kuhusu Hezbollah, anasema watawakabidhi Syria hiyo kazi, lakini anathibitisha hilo, lakini hakuna uwajibikaji unaopelekwa upande wa pili. Kwa hiyo tunachozungumza kuwa Israeli ni nchi ambayo haiwajibiki kokote kule, kwa sababu hata tunapozungumza kuwa kwa nini wapo kwenye vita na Iran, kwenye mzozo huu,
watakwambia kuwa tulikuwa tunaizuia Irani kuwa na nyuklia, lakini wao wanazo nyuklia ambazo haziko katika ukaguzi wa Umoja wa Mataifa wala hawajajiunga na mashirika mawili ambayo unapaswa, ikiwa unataka kumiliki nyuklia, lazima uwe mwanachama wa NPT. NPT ni shirika la Umoja wa Mataifa, lakini uwe mwanachama wa shirika la atomic duniani IAEA, ambalo Israeli sio mwanachama. Irani ni mshirika wa NPT na ni mshirika wa IAEA, kwa hiyo anakaguliwa, anawajibika, lakini yeye ndio anayepigwa. Ila huyu ambaye yeye hawajibiki, hakaguliwi, hafanyiwi lolote, na silaha za nyuklia anazo, hawajibiki kwa nafasi yoyote. Sasa hapa ndio naposema kuwa Israeli ana kinga kubwa ya Marekani, ambayo kuwa hakuna nchi yoyote duniani inaweza ikataka kumwajibisha, kwa sababu Marekani anayo. Iwa Marekani katika kipindi cha miaka mitatu iliyopita, Marekani ametumia veto yake mara 6 kumlinda Israeli kwa kile kinachoitwa uwajibikaji ambao wa kisheria ambao unatakiwa uelekee kwa Israeli. Kwa hiyo hicho ndio tunasema kuwa ni vigumu Iran kufanya hivyo, kwa sababu wanafahamu kabisa kuwa adui yao hawajibiki popote pale ikiwa atafanya uhalifu wa aina yoyote kwenye nchi yao. Ibra, ulimwengu umeshuhudia kweli Israeli ikifanya hayo mashambulizi, lakini Israeli ni mkorofi asiye na sababu. Vipi, Hezbollah haijawahi muumiza Israeli kiasi cha kwamba pengine hayo anayoyafanya yeye pia ni maumivu aliyosababishiwa na makundi mengine? Tukizungumza hapo tunarudi nyuma sana, tutarudi kuangalia kuwa sababu hasa ya nini. Hizbullah ni kundi linalo operate ndani ya nchi moja, hawako nje ya mpaka. Kwa hiyo ugomvi wao mkubwa wao ni ardhi yao, na wanataka adui atoke katika ardhi yao. Sasa